Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza, na kuletea mada inayosema mpenzi asiyejua kupiga mabusu hana utamu kabisa. Mpenzi asiyejua mabusu, kumlambalamba mpenzi wako, kubusu mwili mzima, hiyo ni ishara kwamba ni mtu ambaye anaboa. Lakini katika tafiti ya mada hii watu wamesema kwamba mwanaume au mwanamke asiyejua kubusu vizuri ni sawasawa na kula ugali bila mboga. Anasema hivi, mwingine akasemaje? Ni kama vile unapoenda haja kubwa, lazima mkojo katatoka. Huwezi kaenda haja kubwa bila mkojo kutoka. Kwa hiyo lazima hivi vitu vile viende, sex na busu wakati wote. Mnapoanza, kabla ya kuingiliana, kuwepo na kubusu. Mnapofanya tendo lenyewe kuwe na kubusu, na baada ya tendo kuwepo na kubusu. Hiyo ndiyo njia muhimu na ya kipekee kabisa inayotengeneza mshikamano mkubwa wa kihisia. Watu wengi wamepoteza hamu ya tendo la ndoa kwa sababu wamepotezea kipengele hiki cha mabusu. Ni kipengele ambacho kinasababisha mtiririko mkubwa wa kichocheo ambacho kinasababisha mtu aendelee kumuona mpenzi wake ana mvuto mkubwa, kichocheo kinachoitwa oxytocin. Nimepigiwa simu leo, inasikitisha sana. Mama wa miaka 31 yuko ndani ya ndoa miaka 3, kagundua kwamba mume wake anachepuka. Ananipigia simu asubuhi saa 2:30 leo asubuhi, amenipigia simu. Sasa hivi ni inaelekea saa 8. Ikanipelekea, kwa sababu ninaandaa channel ya Kiingereza inaanza leo, channel ya Kiingereza. Nitakuwekea jina la hiyo channel ya Kiingereza, nitakuwekea hapo chini. Nimefanya maandalizi maalum ya video maalum kwa Kiingereza, yani natoa maelekezo kwa Kiingereza kitu gani kinaendelea pale na kwa nini kile kitu kinapaswa kiwepo kifanyike. Kwa kwenye hizi video ambazo ni ndefu kidogo, ziko video 25 za Kiingereza hizo. Unaona mwanamke anavyombusu mwanaume anavyombusu mwanaume kabla ya tendo la ndoa, ndani ya tendo lenyewe na baada ya tendo lenyewe. Haya ni mambo muhimu sana. Sasa huyu dada kutokea na ni ufiche mkoa, ana elimu ya diploma, mume wake ana elimu ya degree. Sasa mwanamke amegundua kwamba mwanaume anachepuka. Nikamuuliza swali, ndoa yako ina muda gani? Akasema ina miaka 8. Nikamuuliza swali la pili, je, huyu ni mwanaume wangapi? Mumeo ni mwanaume wangapi kufanya naye mapenzi ya kitandani? Akasema ni wa pili. Nikamwambia kwa sehemu kubwa ninachokiona hapa ni kwamba umemboa huyu mwanaume na hakukuambia kwamba ameboreka na wewe, akaamua kutafuta mchepuko. Katika ulimwengu huu, huyu dada ni mzuri, kumwangalia kwenye profile yake ya WhatsApp ni mzuri kweli. Sawa, na amesoma vile, diploma, ni elimu kubwa. Ukimwangalia huyu dada ni mzuri katika sura yake, na amevaa suruali ya blue, amevaa na pull over, yuko kwenye mkoa ambao una baridi. Amevaa, anapendeza kule, ana mvuto wa kutosha. Sasa anajiuliza, na kasoro gani mpaka mume wangu anachepuka? Hebu nisikilize hapa. Sasa nilipomuuliza swali hilo kwamba huyu ni mwanaume wangapi kufanya naye mapenzi, akasema ni mwanaume wa pili. Nikamwambia umemboa, lakini hukujua kwamba unamboa. Sasa unapoingia ndani ya ndoa, iwapo wewe sio bikra, alafu hujui jinsi ya kumnogesha mpenzi wako, na huyu mpenzi wako wewe sio wa kwanza, anakulinganisha na wanawake wengine ambao hawajui ufundi wao, uweze kuingia kwenye ndoa haya mambo huyajui, ukategemea kwamba ndoa yako itakuwa salama. Mungu aliyesema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia, haya ni makosa makubwa sana. Kwenye video moja nimekusikizisha sauti ya kaka mmoja kutokea Kongo. Anasema, Dokta, nimekuangalia kwenye YouTube, mafundisho unayotoa ni mazuri kweli. Hapa tunaendesha semina za kanisani, ni mlokole huyu baba. No, tunaendesha semina za kanisa, anasema tunafundisha juu tu. Mke wangu ambaye nimezaa naye watoto 6 anachepuka. Na mimi sitaki kuvunja hii ndoa, mimi nimeokoka.
Sasa sitaki kuvunja hii ndoa, nimeokoka. Sasa kwa sababu yuko Burundi, yuko Kongo, kunitumia hela ya shilingi 10,000 nimtumie video imekuwa ngumu kidogo. Lakini nikamtumia moja tu ya WhatsApp, moja tu, nikamtumia moja tu ya WhatsApp, moja tu. Tena hakuniomba, nimemtumia tu kutoka kusema nimeokolee mwenzangu. Nikamtumia moja tu. Bahati mbaya simu nimeiacha, ningekusikizisha sauti yake. Bahati mbaya simu nimeiacha iko mbali kidogo. Ningekusikizisha sauti yake. Anasema, ngoja nichukue simu. Okay, sipendi kuongea hadithi za paka na panya. Sawa, mimi sio tapeli na kuongea vitu ambavyo na uhakika navyo. Ngoja nitafute hii namba kwa sababu ni rahisi kuipata, japokuwa sijaisave kwa sababu ina namba zinazoanzia na 253, ni rahisi kuipata. Hii hapa nimeipata. No, sio huyu, ni mwingine, huyu ni dada mwingine anahitaji video kutoka ya Kongo. Ngoja nitafute hii namba inaanzia na 253. Uweze kuona kwamba haya mambo ninapozungumza hapa, huyu hapa amevaa nguo ya kiskari. Ngoja nisikize, sijui ni ipi kati hizi nani voice note. Ngoja ni tunatumia tu usiku na baada ya usiku sasa. Hebu jamani, ngoja. Sisi kwetu kusema ukweli kuna tatizo. Wanawake wa kabila letu wao zaidi sana wanajificha ficha. Napenda sana mapenzi ya mchana, kufanya mapenzi mchana, kuchezana mchana. Lakini hii wakati sijawahi kupata kucheza kama mchezo kama usijawahi. Tunanyima mambo mengi sana. Unaona tunatumia tu usiku na baada ya usiku sasa. Hebu jamani, zima taa. Tunapungukiwa mambo mengi dokta. Sasa hiyo ni hiyo ameituma baada. Hii hapa. Nikatumia hiyo strategy yako. Poa kabisa. Nasikia unaona yeye mwenyewe anakiri. Ngoja msikilize tena. Anasemaje? Dr. Chambo. Mambo yako ni poa, nilijaribu. Leo nilijaribu. Mambo yako ni poa. Nikatumia hiyo strategy yako. Poa kabisa. Unaweza kuona nimemtumia video moja. Sasa kuna video zaidi ya 50 kwa ajili ya wanaume. Kuna video zaidi ya 50. Sasa nimemtumia moja. Lakini anakiri kwamba mambo yamekuwa matamu. Moja tu. Sawa, nimemtumia zote 50. Kikwaje? Kwa nini nakwambia hivi? Ni kwamba haya mambo utayapuuzia. Hii kissing inasababisha mshikamano wa kihisia kwa sababu kichocheo kile cha oxytocin kinasababisha umpendeleo uliomzoea kuliko yule ambaye hujamzoea. Sasa katika video hizi ambazo ninaziandaa kwa ajili ya channel ya Kiingereza, kuna vitu ambavyo nimevigundua wakati naviandaa ambavyo ni vipya kabisa. La kwanza, asilimia kubwa ya wanaume, hasa wanaume, wanapenda kukimbilia kumwingilia mwanamke, kitu ambacho kinawakasirisha wanawake wengi sana. Lingine ambalo lipo kwamba mpenzi wako anapokuwa hana hamu ya kufanya hilo tendo, unamwambia bwana, leo sina hamu. Ila ni kwa sababu gani? Njia ya kutengeneza hamu lazima muanze michezo, na moja kati ya njia nzuri ya kutengeneza hamu ni hii kissing. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu mwenzio anahitaji. Hili ni hitaji kama vile chakula. Kwa hiyo mtaanza polepole kissing, kugusana. Ndio hapo mnatibua vichocheo ili hamu ije. Kwa hiyo hasa kwa wanawake wanahitaji sana hii kissing. Wanahitaji sana wanawake kissing kuliko wanaume. Ni hitaji la kwanza kwa wanawake. Inaitwa affection. Sawa? Sasa unapokuwa umepata mpenzi ambaye tayari umekubali kwamba lazima utashirikiana tendo la ndoa, usipoteze fursa hii ya kumuonyesha kwamba na wewe unajua mapenzi. Na njia ya kwanza ya kumwonyesha unajua mapenzi ni jinsi gani unajua kubusu au kissing. Sasa katika tafiti ya mada hii inaonyesha wazi kabisa kuna watu ambao bila kuwepo na mabusu tendo lazima hawali-enjoy. Kama nilivyotangulia kusema, yani kwenda kufanya mapenzi na mtu ambaye hajui mabusu ni sawasawa na kula ugali bila mboga au kuoga bila sabuni. Ujisikii vizuri. Unaoga sawa, lakini umeoga bila sabuni. Sasa ni kitu ambacho hutaambiwa. Kuna watu ambao wameachwa kutokana na kutokujua mabusu peke yake.
Nazungumza kuna watu ambao wanapenda sana hicho kitu. Sawa, dada moja katika tafiti ya mada hii akasema nilikutana na mwanaume tulikuwa tunafanya naye kazi. Sawa. Kagundua hajui kabisa mabusu. Nafanya naye mapenzi lakini mabusu hajui kabisa. Nikamsimulia rafiki yangu. Kwa sababu jamaa alikuwa ni handsome. Sawa? Hakuamini nilipomsimulia kwamba bwana kweli huyu mwanaume hajui mapenzi ya kitandani. Akaenda akamjaribu. Huyo dada naye akaenda, akathibitisha akasema, kumbe kweli ni bomu, usione tu uzuri wa nje. Unaona? Kwa hiyo kipengele cha kisi ni cha muhimu sana. Sasa kama kunyonya nyeti yenu unapata shida, kisi na yeye pia inakushinda jamani. Kisi. Gina ananyonya anajilazimisha na yeye akishamaliza kunyonya pale mate yamejaa mdomoni, anaongea kwa shida kwa sababu mate yale kuyatema na mbele yako anaogopa, anaona shida, mate yamejaa kwenye mdomo. Vitu kama hivyo ni vitu ambavyo unapimwa kwamba unajali, unathamini uhusiano huu kiasi gani, lakini hutaambiwa. Mtu mwingine akasemaje katika experience yangu na wanaume, asema hivi, nimejifunza kwamba ukikutana na mwanaume asiyejua kubusu, inamaanisha hata kitandani, tendo la ndoa ni mbovu, hajui kitu. Nahitaji mdomo wangu unafanya kazi. Huyu ni mwanamke anazungumza. Na nikutana na mwanaume ambaye hapendi mabusu, naumia. Nataka mdomo wangu ufanye kazi. Ni mlambe lambe, ni mbusu sana. Napenda nipewe hiyo fursa, niitumie. Inasaidia kuletea hisia kali. Wanawake wengi wanashindwa kufika kileleni kwa sababu gani? Hawajui mambo mengi ya kumfanyia mwanaume. Unajua nini? Kuna zile dawa za maji, unaambiwa kabla ya kuitumia lazima uitikise, ziko kwenye chupa ni za maji. Kabla ya kuitumia lazima uitikise. Sasa mwanamke asiyejua mambo ya kumfanyia mwanaume ataendelea kulalamika afiki kileleni kwa sababu ameshindwa kutibua vichochea utamu ndani ya mwili wake. Na kwa sababu ameshindwa, basi hafiki kileleni. Anabaki kusema mimi sifiki kileleni. Hata afanye vipi sifiki kileleni. No, vipokea hisia vinahitaji kufunguliwa kwa njia hizi za michezo ya kitandani. Sasa wewe hujui, unalojua tu moja tu, kunyonya tu. Unanyonya tu dudu la mwanaume. Ndio hilo unalolijua. Mambo mengine huyajui. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake na mbwembwe zake. Sasa wewe umekalia tu kunyonya tu, unaona kwamba wanaume wanapenda kunyonya, basi ninyonye. Na kunyonya kwenyewe hujui jinsi ya kunyonya. Kuchezea korodani hujui. Kushika uume vizuri hujui. Lakini unajifikiria wewe mwanaume wangu anapenda kunyonya, kwa yani mnyonye. Unalinganishwa lakini hujui kama unalinganishwa. Sasa mume wako amechepuka. Sawa? Sasa haya mambo nilikuwa nachata na dada fulani. Sawa, dada fulani nikamwambia hivi, haya mambo ni ya muhimu sana kujifanya mapenzi na miaka 24 hiyo dada. Akasema na haya ni mambo ni ya muhimu sana. Wakati unaingia kwenye ndoa ni muhimu sana. Akasema mimi nitajifunzia nikiwa ndani ya ndoa. Nikamwambia hivi, umeshaona wapi mtu anaenda kuomba kazi kwanza apewe kazi ndio aende akasome? Sawa. Unasoma kwanza ndio unaenda pale. Na unapoenda kwenye kuomba kazi, wanasema tunahitaji mtu mwenye uzoefu, mwenye experience ya miaka 2 3 kazini. Sasa wewe una experience yoyote, alafu hujakutwa bikra. Nikamwambia itakuponza sana. Unasema kwamba nitajifunza haya nikiwa ndani ya ndoa. Unasema nitajifunza haya mambo nikiwa ndani ya ndoa. Wewe unaenda kazini unafikiria kwamba utaajiriwa wakati una experience. Utaajiriwa wakati hujui hata kusoma hujui. Upate kazi kwanza eti ndio uanze uende ukajua kusoma 1 + 1 ni ngapi, 2 + 2 ni ngapi. Inawezekana kweli? Nikamwambia dada yangu labda akukute bikra. Nikamwambia kama unasubiri kujifunza haya mambo kiwa ndani ya ndoa, labda akukute bikra. At least atakuelewa. Akaniuliza, kwa nini usinielewe? Nikamwambia hivi, utamwelewaje mtu anakuambia mimi nimemaliza form 4 lakini 2 + 2 sijui? Utamwelewaje huyo mtu? Utamwelewaje mtu amemaliza form 4 lakini 2 + 2 hajui jibu lake ni nini? Utamwelewaje huyo mtu? Akasema kama ni hivyo. Akaniambiaje? Unayo dawa ya kurudisha bikra. Akaniambia hivi, unayo dawa ya kurudisha bikra? Tayari keshagundua kwamba kumbe atapimwa. Sasa nikamwambia akaniambia hivi, unayo dawa ya kurudisha bikra? Akajua kumbe anajiingiza kwenye mtego. Kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu. Wewe sio bikra, alafu haya mambo huyajui.
Unasema unaingia kwenye ndoa, itakuponza. Mungu aliyesema kwamba pasipo maarifa watu wangu wanaangamia, utaangamia. Nimefanya tafiti ya mada hii na nimekutana na hoja mbalimbali hapa. Yani asema hivi, kinachofanya tendo la ndoa kuwa tamu ni ule ukaribu mnaotengeneza, ambayo inahusisha kuchezea chana, kutomasana, kupigana mabusi na kushikana na hata kunyonyana mwili mzima, kulambana. Nasema bila kuwepo na mabusu, it is disappointing as hell. Nasema bila kuwepo na mabusu, yani inakatisha tamaa kabisa. Yani inaonekana kama vile umepewa kopo tupu, umepewa ni kopo lina soda afu kumbe liko tupu. Nasema haipendezi kabisa. Naona tu kama natumiwa kusipokuwepo na mabusu au kucheza michezo. Naona tu kama nimetumiwa tu. Alafu najisikia huzuni sana napokutana na mwanaume wa design kama hiyo. Nahitaji kuwa na mwanaume anayenibusu vizuri ili niweze kupata hisia za kufanya naye mapenzi. Ni kwangu ni ya muhimu sana. Mwingine akasemaje? Vile wakati tayari tuko kwenye ile tendo lenyewe. Ili kupunguza ule moto, labda mtu amechoka, anakuwa anakata kiuno sana, amechoka, busiana kunapunguza, kunasaidia kupata muda wa kupumzika. Nilikuwa nakata kiuno kwa muda mrefu sana, nimechoka. Na unapoanza kunibusu, napata nafasi ya kupumzika, ya kupumua kidogo. Au ile nilikuwa naingiza toa. Kuna mahali pumzi zinaishia kwa wale ambao wanachelewa kumaliza. Kwa hiyo unapombusu, unapunguza spidi kidogo, unapata nafasi ya kuhema na kupata nguvu mpya. Unaweza kuona jinsi gani ilivyokuwa na faida katika eneo hili. Sawa? Kwa hiyo ni jambo ambalo unapaswa ulifahamu na umuhimu wake na jinsi ya kulitendea kazi, kulitendea haki hili jambo. Mwanaume mwingine akasemaje? Kwa kweli sielewi. Mwanamke asiyejua kunibusu na kunilambalamba, kwa kweli huyo sitamuelewa. Anasema inakuwa kama vile ni mashine, unafanya mapenzi kama vile ni mashine tu mnafanya. Anasema it is very mechanical. Mwanamke mwingine akasemaje? Akasema hivi, afadhali nikutane na mwanaume asiyejua kunitia vizuri, lakini anajua kunibusu. Kwa sababu gani? Hilo la kutiana tunaweza tukafundishana. Yaani nikiona huyu hata la kubusu limemshinda, najua tena hata huko kwingine vile vile kutamshinda kabisa. Sawa, asema hivi vile njia ya kubusiana, kupeana kissing ni kama mawasiliano ya aina fulani, kwamba nakuhitaji, nakupenda, wewe ni una mvuto, wewe unanifaa. Pasipo kuwepo na mabusu, huo ujumbe na ukosa, najisikia vibaya, najiona kama vile mimi ni changu doa, ameninunua tu kwa ajili ya tendo la ndoa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari kwenye mahusiano yako, pale ambapo unashindwa kujua mambo mbalimbali ya kumfanyia mwanaume au mwanamke uliye naye. Mwanaume anapaswa ajue maeneo 17 katika mwili wa mwanamke ambayo yana miisho mingi, ameshipafahamu. Unapofahamu 4 tu utaboa. Kwa uhusiano wa muda mrefu, yale 4 atakuwa ameshayakariri, hayamletei msisimko tena, huna kitu kipya. Ni rahisi sana kuboreka na wewe. Mwanamke naye vile vile hivyo. Kwa uhusiano wa muda mrefu, mwangalie huyu mama alinipigia simu asubuhi. Sawa? Nikamuuliza, una watoto wangapi sasa hivi ndoa hiyo ya miaka 8? Anasema na watoto 3. Nikamwambia hivi, kama ndoa ina miaka 8 na tayari na watoto 3, tayari umeshakuwa stressed na watoto kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hata hamu na mumeo vile vile ilipungua kwa kiasi fulani, na utendaji wako kazi kwa mwanaume huyu umepungua. Kwa hiyo ameboreka na wewe. Akasema ni kweli. Unaweza kuona huyu mwanamke ambaye nimeongea naye asubuhi, mume wake kachepuka. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinakosekana, lakini mwenzio anakosa ujasiri wa kuambia. Kaka mmoja nimeongea naye jana. Sawa? Ananiambia, dokta, mke wangu sio msafi, sehemu za siri hajisafishi. Naogopa kumwambia, naomba umwambie. Unaweza kuona? Sasa unapomwambia naogopa, hajisafishi, sehemu zake za siri zinatoa harufu, hajisafishi vizuri. Mwambie mke wangu, naogopa kumwambia mimi mwenyewe. Unaweza kuona? Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo huambiwi. Kwa hiyo ni muhimu sana ufahamu kwamba haya mambo yapo na yanasababisha mahusiano mengi kufa, kuharibika, kutokana na kutokujua vitu ambavyo unavyopaswa kufanya. Hujui uanzie wapi, umalizie wapi, hujui.
unafanya vitu kwa kubahatisha, inaboa sana, inaboa sana. Katika channel hii ya Kiingereza ambayo nimekuambia kwamba naianzisha leo, nimeweza kuona kabisa kwamba kutokana na mrejesho niliopata kwa watu ambao nimewasaidia kupitia channel hii ambao unaniangalia sasa hivi, kutokana na mrejesho, watu ambao wamefaidika na haya mambo huko ulimwenguni, lazima kuna watu ambao vivile wamelikosa hili jambo, wanalihitaji lakini hawajui waende wapi. Kwa hiyo nimeamua kuanzisha channel ya Kiingereza niweze kugusa ulimwengu mzima, kwa sababu napata watu wanaagizia video kutoka Marekani, Uingereza, Norway, Canada, Ubelgiji, Israeli nimepata kutoka juzi. Unaona, napata watu wananunua hizi videos. Sasa kuna watu ambao wanafahamu Kiingereza, nimeamua kutengenezea channel yao peke yao na video zao peke yao, ambazo maelekezo ninayotoa kwenye zile video ni ya Kiingereza. Na kama unafahamu Kiingereza, tafadhali sana ingia kwenye channel hiyo na kuwekea jina lake hapo chini, na Mungu akubariki. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, please subscribe, waambie marafiki zako juu ya channel hii na share with your friends. God bless you and bye.